Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 18 hadi ya 25. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mpendwa, nimetamani kurudia tena sehemu hiyo ya somo la leo, ili basi lituongoze katika tafakari ya leo, ambapo leo tuna sali kwa ajili ya kuombea ndoa. Wale wote walio katika ndoa, wale wote wanaotaraji kuingia katika ndoa, basi tunawaweka katika maombi ya leo. Tunaona tangu mwanzo Mungu hapa anamwambia Adamu, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Neno hilo kwamba Mungu hatamani, hakupenda Adamu huyu akae peke yake, awe peke yake. Na pamoja na viumbe vingine vyote alivyoviumba, wanyama Adamu akawapa majina, lakini bado Adamu alijiona kwamba hakuna wa kufanana naye, hakuna ambaye ni sawasawa na yeye, mwenye mawazo kama yeye, ambaye wanaweza kuzungumza na kuongea. Na hivyo ikabidi Mungu amfanyie msaidizi wa kufanana naye, mwanamke. Sasa tunasema katika maisha yawe ya ndoa au maisha ya kawaida, si vizuri kuwa mpweke. Unaweza kuwa peke yako, lakini si mpweke. Na unaweza kuwa na watu, lakini ukawa mpweke. Kwa Kiingereza tunasema unaweza kuwa alone but not lonely. Peke yako lakini sio mpweke. Kwa hiyo tunaona tangu mwanzo Mungu hataki mwanadamu awe mpweke. Na upweke katika maisha hauji tu kwa sababu una mwenzako wa ndoa yupo au hayupo, unasema au Mwenyezi Mungu amemuita, au kuna mgogoro, mmeachana au umetengana. Wakati mwingine unaweza kuwa mpweke lakini uko katika ndoa. Na shetani mara nyingi anataka watu wabaki wapweke. Na ndipo ambapo hufanya mashambulizi makubwa kama tukiwa wapweke. Na hivyo katika siku ya leo tunapotafakari hilo kwamba Mungu anasema si vizuri mtu kuwa peke yake, tutafakari zaidi peke yake huko anamaanisha nini. Wapo ambao wamefunga ndoa, wanaishi maisha kama mume na mke,
lakini wako wapweke. Unaweza kuwa uko katika jumuiya, labda mimi padri au mtawa, uko miongoni mwa watu, ukawa mpweke na uko na watu. Unaweza ukawa peke yako, hujafunga ndoa, bado ukawa mpweke. Hilo silo jambo zuri. Sasa tunajuaje au tunajitoaje hapo katika hali hiyo ya kuwa mpweke? La kwanza tunalo lisoma katika neno la leo ni kwamba Mungu anamfanya mwanamke awe msaidizi wa Adamu. Si nafasi ndogo. Unajua mtu anapoambiwa akusaidie, ni kama huyo anayekusaidia ndio mwenye nafasi kubwa zaidi. Manake peke yako huwezi. Nafasi ya mama katika ndoa ni kubwa zaidi. Manake huyu hasingeweza peke yake kama asingelipewa huyu wa kumsaidia. Anajua kwamba pamoja naye lile lengo ambalo Mungu amekusudia kwenye maisha yake litatimia kama akiwa na huyu msaidizi. Asa tunapokataa wakati mwingine au tunaporuhusu mwovu apite katika maisha yetu, avuruge ndoa, ndipo ambapo watu badala ya kusaidiana, ya kubebana, ya kuimarishana, ndoa zinapita katika shida, katika migogoro. Na tunaweza kusema katika mashambulio makubwa yanayofanyika ya yule mwovu, nafikiri shambulio la kwanza, ukiondoa kwa watumishi wa Mungu, la kwanza kabisa ni shambulio katika taasisi ya ndoa. Taasisi ya ndoa. Watu huelewana vizuri katika hali ya uchumba na hata kufikia kufunga ndoa. Lakini mara baada ya ndoa ndipo wengi mapambano huanza. Na tutambue kwamba ndoa ni kama shamba, ni kama bustani inayohitaji kutunzwa, inayohitaji kupaliliwa, kung'olewa magugu, kupigwa dawa na kufanyiwa kila kitu. Ikiachwa hivyo hivyo haiwezi kukaa, haiwezi kudumu, haiwezi kuzalisha kile ambacho Mungu amekusudia kitoke katika matunda ya ndoa. Ni taasisi ya kwanza na ni taasisi ambayo inawakilisha mambo matatu. La kwanza ni taasisi inayomwakilisha Mungu, sura ya Mungu, Mungu katika utatu. Ni taasisi ya ndoa inayowakilisha kanisa. Ni taasisi ya ndoa vile vile inayowakilisha agano. Na ndio maana ndoa ni agano, sio mkataba. Kama agano Mungu alilofanya na watu wake. Na ndio maana inawachukua watatu kufanya hilo agano. Mwanamke, mwanamume na Mungu. Sasa tumetolea leo kutafakari hapa na kwa ajili ya kuombea ndoa, kuombea wale wote wanaotamani neema ya kufunga ndoa, ili tujue kwamba kunayo makusudi makubwa ya Mungu kukusudia watu waishi katika taasisi ya ndoa, na vile vile ili neema zitiririke kutoka katika taasisi ya ndoa. Kwa hiyo mwovu anasumbua au hapendi kabisa muunganiko huo wa watu. Na hivyo hushambulia ndoa, hushambulia familia. Kwa sasa
tunashuhudia watu huingia katika ndoa na ukaa kitambo kichache tu au muda mchache na kuachana, au ndoa kupita katika migogoro mingi. Labda wakati wa kuingia hawa wanandoa hawakuwa na malengo mazuri kabisa au ya makusudi kabisa ya kudumu katika ndoa, au kumruhusu adui akapita katika ndoa na hivyo kuiharibu kabisa taasisi hii ya ndoa. Hivyo ndoa zetu za Kikristo zinahitaji sana maombi na kuamshana kwamba kama hatutasimama imara, basi hatuwezi kudumu katika ndoa. Tutambue kwamba lengo kubwa la kwanza la ndoa ni kutakatifuzana. Kutakatifuzana. Hata katika lile lengo la ndoa katika mafundisho ya kanisa, sio watoto ni matokeo tu, lakini muungano wa hawa wawili utakao wawezesha kufika mbinguni, kufanyika watakatifu. Hivyo siri kubwa ya wale wanaodumu katika ndoa ni watu wawili wenye mawazo tofauti, lakini ambao hawakatiani tamaa. Hawakatiani tamaa. Wako tayari kuvumiliana, kupokeana, kuendelea kujifunza kila siku ya maisha yao mpaka mwisho, wakijua kwamba wanayo sababu kubwa ya kuendelea kubaki pamoja kuliko hiyo sababu inayowatenga. Na hata unapoona mashambulio katika ndoa yako, ni sehemu kabisa ya maisha yenu. Yesu aliyewaunganisha katika sakramenti hiyo ataendelea kuwapa nguvu ya kuendelea kuimarika na kutunzana mpaka mwisho. Tunajua yapo mateso mengi katika ndoa, lakini kwa mtu wa imani, unapoyatazama mateso unayopitia au ambayo yanatokea, basi lazima uyatazame katika jicho la imani na kuvumilia, kuto kumruhusu mwovu akuoneshe kwamba nje ni bora zaidi kuliko ndani. Hapa tunazungumza vile vile na wale ambao wanaruhusu mwovu akawatumia kuharibu ndoa za wengine, kuharibu maisha ya wengine, kuacha familia zikiendelea kuteseka, mama akilea watoto peke yake au baba akilea watoto peke yake. Hiyo ni dhambi kubwa, kwa kuwa kilio cha familia iliyovunjika kinasikika moja kwa moja mbele ya Mungu, na matokeo yake ni mabaya. Mtume Paulo katika ule waraka wake kwa Efeso anaposema kwamba baba, mpende mke wako kama vile Kristo anavyolipenda kanisa. Huo ni upendo wa sadaka, upendo wa kukubali kujitoa maisha yako kwa ajili ya mwenzi wako. Hali kadhalika kwa upande ule ule wa mama, kukubali kuchukuliana na mwenzi wako mpaka kifo. Unaweza kuuliza, sasa padri, huyu mwenzangu amenisaliti, huyu mwenzangu amekuwa mkatili, huyu mwenzangu amenitendea hiki. Je, hii ni sababu tosha ya sisi kuachana? Si sababu. Kwa sababu hakuna wito ambao hauna msalaba. Yapo hayo yanayovumilika ikiwa si uhai wako unaotishiwa, lakini lazima kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu kuomba neema ya Mungu wote kwa pamoja, ikiwezekana kutambua kila wakati unapaswa
kuendelea kuiombea ndoa yenu. Na kwa wale ambao Mungu anawapeleka katika mlango huo wa kuingia katika taasisi hiyo ya ndoa, lazima kusali, sio tu kumwomba Mungu ufunge ndoa, lakini kumwomba Mungu ufunge ndoa na mtu atakayeelewa ndoa ni kitu gani. Mtu sahihi. Katika rozari ya leo tuwaombee. Ikiwa ni wazazi, unamwombea kijana wako. Ikiwa we ni binti, ni mama, unatamani kufunga ndoa, ni afadhali kuchelewa ukapata mtu sahihi kuliko kuwahi na kupata mtu ambaye si sahihi. Nasema mtu sahihi sio yule atakayekupa furaha unazotaka, lakini mtu sahihi mtakayesikilizana, mtakayeelewana, mtakaovumiliana, mtakao kuwa tayari kupambania huo mradi mkubwa wa ndoa. Wale wanaopita katika changamoto za ndoa, ambao labda umefika mahali mwovu ameingia na kusambaratisha kabisa familia, basi tuombe katika sala ya leo upata neema ya mrejesho, urejesho wa amani, upendo, furaha iliyopotea. Na unaweza kujiuliza mwenyewe ili kuwaje. Ukajua kabisa labda kipindi fulani tulipoacha mambo ya sala, au mwenzangu alipoingia katika hali ya ulevi, au kusahau kwamba tunapaswa kuwa pamoja, ndipo tulipomruhusu mwovu kufanya kazi katika maisha yetu na kuharibu familia yetu. Adamu anafurahi anapomwona Eva msaidizi wake, lakini kitambo kidogo tutaona katika sura ya 3 kitabu cha Mwanzo, anasahau wajibu wake wa kusimama imara kama baba katika familia na kuwa tayari kusali, kuilinda familia yake dhidi ya yule mwovu na kumwacha mama peke yake. Na ndivyo ambavyo labda katika familia nyingi unakuta yupo mmoja tu anayejitoa katika mazoezi ya sala, hasa mama katika upande wa uzazi, na kusahau nafasi yake. Sasa kuna viashiria vitano vichache ambavyo napenda mviangalie katika maisha yenu kwa wale ni wanandoa. Kama kuna viashiria hivi, basi mpambane navyo, ambavyo vinaonyesha kwamba tayari tumeruhusu mwovu ameingia kwenye ndoa yetu. Kiashiria cha kwanza, na hapa nataja tu randomly, kwamba kukiwa na hasira isiyozuilika. Hasira isiyozuilika. Manake kuna mambo yanayokukasirisha au yanayowauzi, lakini maandiko yanasema usikae na hasira kutwa nzima. Kukuta labda baba ni mkali tu siku zote, hamna jambo mnaloongea mkafika mahali mkakubaliana, basi ni hasira inayotawala familia yenu. Mama ni hasira tu ambayo imekaa kwa muda mrefu. Hapo si hali ya kawaida. Lazima kushughulika na hilo. Kujiuliza, hivi kwa nini nina hasira hii isiyotawalika, isiyoelezeka? Nina ukali wa kuumiza. Ukali wa kuumiza. Na je, tu wepesi wa kusameheana, kumwambia pale ni samahani, nilikujibu kwa ukali au niliongea vibaya. Ni mwepesi wa kumuondoa muovu pale ninapogundua kwamba anataka kuingia katika mlango huu wa hasira. Ya pili, ikiwa kama wanandoa hamuungami,
hamuungami. Swala maungamo ni jambo binafsi, lakini vizuri kama wanandoa kuweka tabia ya kuungama. Labda mnaweza kusema walau isipite mwezi hatujaungama. Sakramenti ya maungamo inamfukuza muovu kwenye maisha yenu kuliko ungefanyiwa sala ya kuinga pepo hata mara 1000. Umeshamuuliza mwenzi wako lini umeungama? Na haungami kwa sababu yako, anaungama kwa sababu yeye mwenyewe anatambua kabisa mbele ya Mungu anayo makosa yake binafsi. Mbele ya Mwenyezi Mungu ana makosa kwa ajili ya familia yake, labda hajatimiza majukumu yake. Lakini vile vile kama wanandoa mnakoseana, mnapoombana msamaha, je, mnaomba msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu? Mnaungama? Kwa hiyo ikiwa wanandoa hawaungami, na ndoa nyingi hawaungami, pati nafasi ya kwenda kuomba toba na msamaha. Wengi wanaishi katika hiyo kuona kwamba sijakosea au sina dhambi au hatuna dhambi ipi ya kuungama. Yapo mengi kabisa ya kuungama. Ikiwa ukifanya tathmini mbele ya Mwenyezi Mungu, hata katika malezi, makuzi ya watoto wako, namna unavyoenenda, upendo ulionao kwa familia yako, hebu mkumbushe mwenzi wako, kumbusha nini? Sema walau hata kwa mwezi mara moja kuungama. Kama kuna maungamo, tayari tunamwalika muovu kwenye maisha ya ndoa. Ishara nyingine ya kuonyesha kwamba muovu ameingia katika ndoa ni pale ambapo nasema nyumba inakuwa na huzuni isiyoelezeka. Huzuni isiyoelezeka. Si watoto, kila mmoja amekunja ndita hapo nyumbani. Utafikiri kuna msiba na kuna kila kitu. Ni ishara ya kwamba tayari moshi mbaya umeingia katika nyumba, umeingia katika ndoa. Lazima kuomba neema ya kuondoa hali hiyo ya huzuni. Anaweza kama mwanandoa mmoja yuko hapo, yeye hataki kuona watu wakifurahi. Hebu kumwambia hii hali unayoileta nyumbani si hali njema, ni kumwalika mwovu. Nakuta watoto walikuwa wakifurahi, lakini ameingia baba, ameingia mama, kila mmoja amekimbia kivyake. Mwingine basi anaona kama ni sifa labda kuona okay, mwanaume ameingia au mama ameingia, basi hali ya furaha inaondoka. Tutajua tunda katika yale matunda ya Roho Mtakatifu, furaha. Haijalishi hata hamna kitu, labda uko peke yako na watoto wako unawalea, lakini usikubali, usiruhusu furaha, kicheko kikaondoka katika ndoa yako, familia yako. Hapo nyumbani kila wakati ni watu wa kuhadisiana habari mbaya. Kila jambo likisimuliwa au mkiongea na mwenzi wako, mnalipeleka ule upande tu hasi, upande negative. Mnatiana moyo kusema tutashinda, pamoja na Mungu tutaliweza. Mnabebana katika hali hiyo. Ishara ya tatu ya mwovu anayesumbua katika ndoa ni ndoto mbaya. Hasa zile ndoto zinazoonyesha mashambulio ya
mvunjiko wa ndoa. Nasema violent dreams. Zinazoonyesha mvurugano, mwingiliano wa familia. Sharti kutambua hiyo ni ishara vile vile ya mwovu anayetaka kubisha hodi nyumbani kwako. Ishara nyingine ya kuonesha kwamba kuna mwovu anayetaka kuharibu maisha ya ndoa ni kukosa imani kwa Mungu. Kukosa imani kwa Mungu, kupunguzwa kwa mazoezi ya sala. Labda mlikuwa mkiambatana pamoja, mkisali pamoja, na sasa sala imekuwa ni kitu ambacho ni nadra sana kutokea hapo nyumbani. Nadra sana kutokea hapo nyumbani. Na sasa inakuwa afadhali kama mmoja bado anaendelea kusali, ikiwa wote kabisa mmefikia mahali hamna sala. Familia inayosali pamoja hudumu pamoja. Usikubali Mungu akaondoshwa katika nyumba yako. Usikubali. Usikubali mwovu akaweka hiyo hali ya kwamba Mungu hayupo kwenye familia yenu. Hata kama unaishi mahali ambapo mwenzako labda amefikia mahali ambapo hata sala hapendi au amepuuza mambo ya sala, wewe mwenyewe usiache kusali. Usiache kuombea nyumba yako. Usiache kuweka ishara za uwepo wa Mungu nyumbani. Kukosa matumaini vile vile. Kukosa matumaini kabisa. Unasema hili jambo haliwezekani. Tumesema hapo kwamba hata wale ambao wanamuomba Mungu neema ya ndoa, ya kuishi maisha na mwingine, ni vizuri kumwambia Mungu, nijalie neema ya kupata mtu ambaye anayo hofu ya Mungu na mwenye huruma. Mwenye huruma. Haya mambo mengine ambayo tunayatazamia katika maisha yetu, iwe ni kipato, iwe, hayana maana kabisa. Hayana maana kabisa. Kwa kuwa unaweza kutafuta hata ungekuwa peke yako. Lakini kuwa na huruma. Kukubali kwamba pasipo Mungu hatuwezi chochote, na mtu aliye mwepesi wa kuomba toba, wa kuomba msamaha, wa kuanguka magotini, kutambua kwamba huyu niliye naye ni mtoto wa Mungu, hawa niliopewa na Mungu ni watoto wake, na hivyo nina kila sababu ya kuwahandle with care. Sasa mwovu anasumbua familia nyingi sana. Si ajabu kuona mama akilea peke yake, ameachiwa watoto peke yake, baba akilea watoto peke yake, familia zikija katika mafarakano na migongano hivyo. Lakini jambo la tatu, jambo lingine ambalo nataka kulisisitiza siku ya leo, nimesema usikubali familia uliyotokea ikaharibu familia unayoijenga. Familia uliyotoka ikaharibu familia Mungu aliyokupa. Namaanisha siku ya mwisho, siku ya hukumu, Mungu ataidai familia aliyokupa, sio familia uliyotoka. Kwa hiyo ndugu, wasiwe sababu ya kuharibu familia yako.
baba mkwe, mama mkwe asiwe sababu ya kuharibu familia yako. Hiyo ndio utakayowajibika nayo mbele ya Mungu. Kuna wakati tunasikiliza zaidi ya ndugu zetu, ya familia tulizotokea, na tukasahau kulea familia Mungu alizotupa. Hiyo ndio familia unayotakiwa utolee jasho na damu, hiyo Mungu aliyokupatia. Wao wana familia zao. Itunze hii ya kwako. Ilinde hii ya kwako, Mungu aliyokupatia. Usianze kujiuliza watasemaje. Anza kujiuliza Mungu atasemaje kwa hawa aliyonipatia. Tunamwomba mama yetu Bikira Maria, mama wa familia, atusaidie, asisaidie familia zetu na ndoa zetu. Wazazi ambao watoto wenu wameoa na kuolewa, wazazi ambao watoto wenu bado wanatafuta mke au mume, mnao kila sababu ya kuanguka magotini kuomba watu sahihi katika maisha. Nisikia Adamu anaambiwa nitakupatia msaidizi. Nitakupatia nitakupatia destiny helper, mtu wa kukupeleka kule ambapo unatakiwa kuwa. Pasipo huyo mtu, pasipo huyo msaidizi, manake Adamu hutaweza kufika. Hapo mwanzo nimesema pasipo huyo msaidizi, pasipo msaada huo wa Mungu wa kukuletea msaidizi wa mtu, utabaki katika hali hiyo ya kama Adamu aliyojiona, niko peke yake, niko mpweke. Na Mungu akujalie, ikiwa kwenye maisha yako usisikie au usihisi kwamba uko peke yako. Daima tambua kwamba ikiwa unakwenda kila siku magotini, ukianguka magotini mbele ya Mwenyezi Mungu, ukimwambia Mungu, ninakuomba nisitembee peke yangu, nitembee na wewe. Mungu akupe msaada katika kuilinda, kuitetea hichi ambacho Mungu amekupatia. Ikiwa ni watoto wako, ikiwa ni mume au ni mke wako. Ikiwa kuna pando lolote la adui lililopandwa, basi hatuna namna nyingine ya kumuondoa isipokuwa kuendelea kupiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu, kusali kwa ajili ya ndoa na kwa ajili ya familia zetu. Nimesema katika taasisi ambayo mwovu anaionea wivu na anatamani kupambana nayo tangu mwanzo, ni taasisi ya ndoa. Kutoka humo hutoka watu ambao Mungu anataka kuwatumia kwa ajili ya kuwaokoa na kuwasaidia wengine. Ndiyo taasisi mama ya miito yote. Na hivyo tuna kila sababu ya kuendelea kulia, kusali na kutulia katika Mungu. Hakuna ndoa iliyo perfect, iliyo sawa, yenye kila kitu. Lakini nimesema ndoa inayodumu ni watu wawili walionuia mamoja, kuvumiliana na kutokatiana tamaa. Ikiwa kuna mpasuko, mvurugiko, tuombe Mwenyezi Mungu katika rozari ya leo arudishe upendo, arudishe amani. Na ikiwa kuna mwovu ameingia, tutasali sala ya mwisho ya kumwomba Mungu avunje hizo pingu na minyororo ya yule mwovu inayotaka kuharibu familia zetu, ili watu waendelee kubaki katika mshikamano, upendo na amani. Na ikiwa yupo ambaye anaingilia kati, anaruhusu kutumiwa na yule mwovu kuharibu familia ya mtu, basi Mwenyezi Mungu amweke mbali na uovu huo na nia hiyo mbaya. Tumsifu Yesu Kristo. Basi wapendwa, pamoja na tafakari hiyo, tuungane sasa kwa ajili ya kutolea Mungu nia tulizo nazo siku ya leo. Tekla kwa maombezi ya Bikira Maria anaomba amwombee kwa mwanae ili aweze kujibiwa ombi lake analomwomba.
Maria anasali kwa ajili ya kumwombea mume wake neema ya kuacha pombe na kuimarika kiroho na kupenda kusali rozari. Anamshukuru Mungu Tekla kwa huduma hii, inaendelea kukuza kiroho, asante. Fides anamwombea Katarina Lulu kwa uombezi wa Bikira Maria afungule vifungo na akubali kurudi shule. Sofia Kombe, rozari ya leo naitolea kwa uombezi wa mama yetu Bikira Maria, namwombea baba yake Mungu amponye ganzi inayomsumbua katika mguu wake. Winnie kwa uombezi wa mama yetu Maria anajiombea katika ndoa, Mungu aendelee kumfanya amkubali vile alivyo. Anaombea familia Barasa iwe na amani. Mary anaomba Mungu atatue changamoto za ndoa na upweke kwenye familia yetu. Janet anamshukuru Mungu kwa siku ya leo na anaombea ndoa yake na ndoa zote zisizo na amani ili Mungu awajalie amani. Emmanuel anaombea wale wote wanaotamani kuingia kwenye ndoa wapate wenza wema na wacha Mungu kwa maombezi ya mama yetu Maria. Anne anasali kwa ajili ya kuomba uponyaji. Rose kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria anaombea wanandoa wote wanaotarajia kufunga ndoa Jumamosi ya tarehe 15 mwezi wa pili. Mungu ajalie upendo na uvumilivu katika maisha yao. Monica kwa maombezi ya mama Bikira Maria anaomba Mungu amjalie utulivu na amani, uvumilivu na upendo, vile vile amfungulie milango ya riziki ili wapate maendeleo katika familia na pia waweze kubeba misalaba kama katika changamoto wanazopitia. Teresia Musoni anamuomba Mungu ambariki ndoa yake iweze kuwa kielelezo chema kwa Wakristo wengine. Rosie anamwambia mume wake atambue maana ya ndoa ili aweze kujitambua. Ani Msaki anaomba ulinzi wa Mungu katika familia na hekima itawale wakati wote. Deus anaombea wanandoa wote hekima na ufahamu wa kimungu kuishi vyema katika ndoa. Rose anaombea ndoa yake upendo na amani. Pulkeria Shirima kuombeza wa Bikira Maria anamwomba Mungu kupitia huruma yake afungue ndoa zilizo kwenye vifungo na mafarakano. Sofia Kombe kuombeza mama Bikira Maria anaomba Mungu amjalie mwenzi sahihi katika maisha. Maria Wandiba kuombea wanandoa wote neema ya upendo, hasa binti yake Rita na mume wake Norbert. Kuombeza mama Bikira Maria anaomba ulinzi wa mama Maria. Anamwomba Mungu amjalie yeye na mume wake neema na upendo, amani na furaha. Ruby anamwombea Elinasi baraka ya kupata ndoa takatifu. Nora anaombea wanandoa wote amani na upendo. Gelizilida anaziombea ndoa zote zenye changamoto Mungu aweze kuziponya. Rabia anamshukuru Mungu kwa mtoto wake kufanya vizuri na anaomba Mungu kuombeza Bikira Maria apangiwe shule. Agnes anaombea ndoa zote ulinzi wa Mungu. Anamwombea Samsoni na Ruby neema ya kufunga ndoa takatifu. Agnes anaombea watoto wake Mungu awabariki wapate wenzi wema wenye hofu ya Mungu kwa maombezi ya mama Bikira Maria. Anasali kwa nia zake binafsi. Martha kuombeza Bikira Maria anaomba wajalie kujua thamani ya ndoa takatifu, wasiende kwa akili zao hata mara moja. Eda Kimaro kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria anaomba uaminifu kwenye ndoa zote pamoja na ndoa yake. Patricia anamshukuru Mungu kwa mema mengi anayomjalia maishani mwake. Rose kwa maombezi ya mama Bikira Maria anaombea wanandoa wote amani na upendo na uelewano. Rafael Julio kwa maombezi ya Bikira Maria anaomba amani na baraka katika familia zote. Anamwombea mume wake apate tamanio la moyo wake. Fina anamshukuru Mungu kwa sakramenti ya ndoa aliyomjalia ikawe baraka kwake. Winnie kwa maombezi ya mama Bikira Maria anaombea amani na upendo katika familia zote. Basi wapendwa, la kwanza katika rozari ya leo pamoja na hiyo tuliyoweka ya kuombea ndoa zote, tutasali vile vile rozari hii tukiunganisha na rozari ya huruma ya Mungu, tukijua kabisa kwamba basi tunahitaji kuziombea ndoa zetu za Kikristo huruma ya Mungu. Kwa hiyo kila baada ya tendo moja la rozari tutasali vile vile rozari ya huruma ya Mungu. Lucy anamshukuru Mungu kwa kuiponya ndoa yake miaka 3 iliyopita kupitia huruma ya Mungu. Huruma yake anaziombea uzima na upendo ndoa zote duniani. Basi tuwe na nia hiyo na kusudi hilo la leo na kutambua kwamba tunapo ziweka ndoa zetu basi Mungu atatukomboa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwana wa pekee Bwana wetu, aliyetungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, kateswa kwa mamlaka ya Ponso Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu.
Siku ya tatu akafuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kuhukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele ijayo. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Kwa mwombezi mama yetu Bikira Maria, tunaziombea familia zote na ndoa zote za Kikristo. Mungu azijalie zidumu katika fadhila za imani, matumaini na mapendo mioyoni mwao. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Yesu mwema, tusamehe dhambi zetu, tukinge na moto wa milele. Ongoza roho za watu wote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Damu ya Kristo, ziokoe roho zinazoteseka toharani, uzijalie nuru ya uzima wa milele. Amina. Kwa damu yako ya thamani, e Yesu, uziponye ndoa zote. Tendo la kwanza, tunasali matendo ya furaha. Maria anapashwa habari kuwa atakuwa mama wa Mungu. Tuombe wanandoa wawe na unyenyekevu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Yesu mwema, tusamehe dhambi zetu, tukinge na moto wa milele, ongoza roho za watu wote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Damu ya Kristo zitakase ndoa zote. Baba wa milele, tunakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpendwa sana, Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo, kwa kulipia dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Mtakatifu Yosefu, mwombezi wa wanandoa, waombee wanandoa wote. Mtakatifu Adelaide, waombee wanandoa wote. Tendo la pili, matendo ya furaha. Maria anakwenda kumtembelea Elizabeti. Katika tendo hili tuombe ukarimu na mapendo ya jirani kwa wana ndoa wote. Tambua kwamba tunaambiwa upendo huanzia nyumbani. Mara nyingi katika maisha ya ndoa tunasahau hilo, wanandoa usahau hilo, kwamba ukarimu wa kwanza unaanza nyumbani. Tuwepesi kujionyesha kwa watu wengine kwamba tuna upendo, tu wema, tu wakarimu, na tunakuwa wakali kama mbogo, wakati mwingine kukosa ukarimu hata na upendo kwa watoto tunaoishi nao karibu. Basi ukarimu wa mama yetu Maria kwa Elizabeti, ukarimu huo ushuke katika roho za wanandoa ili wawe wakarimu wa kwanza kwa familia zao. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Yesu mwema, tusamehe dhambi zetu, tukinge na moto wa milele, ongoza roho za watu wote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Damu ya Kristo, ziokoe roho zinazoteseka toharani, uzijalie nuru ya uzima wa milele. Amina. Kwa damu yako ya thamani, Yesu, uziponye ndoa zote za Kikristo. Baba wa milele, tunakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpendwa sana, Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo, kwa kutulipia dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Mtakatifu Gengulfus, Mtakatifu Monica, Mtakatifu Priscilla, Mtakatifu Rita wa Kashia, uziombee na mziombee ndoa zote. Tendo la tatu, Yesu anazaliwa Bethlehem. Katika tendo hili tumkumbuke Yosefu na Maria walivyochukuana katika jukumu lao zito na kubwa la kuhakikisha kwamba Yesu anazaliwa. Mateso aliyoyapata Yosefu, japo haikuwa mpango wake apitie hayo, ilikuwa ni mpango wa Mungu, lakini alikuwa tayari kupokea mpango wa Mwenyezi Mungu, kuchukuliana na Maria, kumchukua Maria, kumbeba na kutokumwacha katika hatua yoyote ya kipindi chote cha ujauzito wake, na hata
kuzaliwa kwa Yesu. Tunaomba neema hiyo kwa wanandoa kuchukuliana, kubebana na hasa kusaidiana katika malezi na makuzi ya watoto. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Yesu mwema, tusamehe dhambi zetu, tukinge na moto wa milele. Ongoza roho za watu wote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Kwa damu yako ya thamani, e Yesu, uziponye ndoa zote. Baba wa milele, tunakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpendwa sana, Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo, kwa kutulipia dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima.
kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Mtakatifu Thomas More, mwombezi wa ndoa zote zenye changamoto, uziombee ndoa hizo. Mtakatifu Thomas More, mwombezi wa ndoa zenye changamoto, uziombee ndoa zote zilizo na changamoto. Tendo la 4, matendo ya furaha. Maria na Yosefu wanamtolea Yesu hekaluni. Tuombe neema ya wazazi na wanandoa kujitahidi kuwalea watoto katika imani iliyo hai, imani njema. Na wazazi, hasa wale wazazi ambao watoto wao wako mbali na imani, wameiasi imani, wameacha imani, na wanahangaika katika madhehebu na makanisa mbalimbali, na hata wengine basi kutokusali kabisa. Basi tuombe neema hiyo kwa sala za wazazi wao hawa, basi Mungu awaguse, awape tena zawadi ya imani katika kanisa. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Yesu mwema, samehe dhambi zetu, tukinge na moto wa milele. Ongoza roho za watu wote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Kwa damu yako ya thamani ya Yesu, ziponye ndoa zote. Baba wa milele, tunakutolea mwili na damu
roho na umungu wa mwanao mpendwa sana, Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo, kwa kutulipia dhambi zetu na dhambi za dunia nzima, kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa maombezi ya Mtakatifu Louis na Zélie Martin, ambao hawa walikuwa ni wanandoa ambao wote kwa pamoja walitangazwa watakatifu, tuendelee kuomba maombezi yao. Hasa wanandoa kuomba maombezi ya watakatifu hao wawili wanandoa, anaitwa Mtakatifu Louis na Mtakatifu Zélie Martin. Hawa walikuwa ni wazazi wa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu. Mungu aliwajalia watoto 9. Watoto wa 4 walifariki wakiwa wadogo, na 5 ambao walikuwa watoto wote wa kike waliingia maisha ya utawa. Na wazazi hawa waliwalea kwa upendo, na kutoka kwao basi tumepata mtakatifu huyu mkubwa, Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, na wao wenyewe wakatangazwa basi watakatifu. Kwa hiyo ni watakatifu wazuri kuweka kama mfano kwenye maisha ya familia, maisha ya ndoa. Watakatifu Louis na Mtakatifu Zélie Martin, wazazi wa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, tunaomba maombezi yao. Tendo la 5, Maria na Yosefu wanamkuta Yesu hekaluni. Tunaomba bidii ya wanandoa, bidii katika kuendelea kumtafuta Mungu katika maisha yao bila kuchoka. Kama ambavyo Maria na Yosefu walipompoteza Yesu hawakuchoka kumtafuta. Tunaambiwa kwa siku 3 walimtafuta. Siku hizo 3 kuonyesha kwamba ni siku kamilifu, ni kutochoka kumtafuta Mungu katika jambo lolote linalozikumba ndoa za Kikristo au maisha ya familia, basi kutochoka kumtafuta Mungu. Na hivyo tunaziombea furaha na amani ndoa zote. Mtakatifu Valentini ni mtakatifu wa furaha, wa ndoa zenye furaha, kuombea furaha katika ndoa. Na kesho tarehe 14 ni siku ya mtakatifu huyu Valentini. Kidunia tunaita ni Valentine Day, lakini kikanisa ni Mtakatifu Valentini, ambaye tunaambiwa huyu alikuwa ni padri ambaye nyakati hizo basi mfalme alikataza basi vijana wasifunge ndoa ili waingie katika jeshi na kupambana vitani, lakini padri huyu kwa siri aliwaunganisha, alifunga ndoa hizo za Kikristo, na basi akakamatwa kwa kosa hilo na kuuawa kwa ajili ya kufanya kitendo hicho cha kuwafungisha watu ndoa. Kwa hiyo tunamwomba ajalie kwa maombezi yake ndoa ziwe na furaha, ziwe na amani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa.
Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Yesu mwema, samehe dhambi zetu, kukinge na moto wa milele, ongoza roho za watu wote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Damu ya thamani ya Kristu iziponye na kuziokoa ndoa zote. Baba wa milele, tunakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpendwa sana, Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo, kwa kutulipia dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unaishi milele, tuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unaishi milele, tuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unaishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Yesu tunakutumainia, ewe Yesu tunakutumainia, ewe Yesu tunakutumainia. Mpendwa wangu Mama Maria, nitazame mimi mtoto wako ninayesali miguuni pako. Uikubali rozari takatifu kama uthibitisho wa upendo wangu kwako.
nayo itole kulingana na maombi yako kule Fatima, kwa nia za moyo mtakatifu wa Yesu, kwa kutuliza moyo wako kwa maumivu ya kufuru zinazotendwa dhidi ya moyo wako safi, na kwa ombi hili maalum ambalo ninaliomba katika novena yangu ya Rozari. Karibu sasa tusali kwa ajili ya kuombea ndoa zote za Kikristo, na kwa namna pekee kuomba Mungu arudishe mamlaka ya sala, mamlaka ya kiroho katika familia zetu. Yesu Kristo, tunaliita jina lako nikikuomba kwa unyenyekevu, mimi kuhani wako nisiyestahili, ufunge na kunyamazisha nguvu zote, hila zote za yule mwovu, na kuomba asifanyike mfalme wala bwana katika familia za wanao hawa, iwe katika nyumba zao, mahali popote. Tunakataa mashambulio yake katika ndoa za Kikristo. Ninakuomba umfunge na ufunge mawasiliano yote yanayovuruga na kusambaratisha ndoa. Ujalie amani, upendo, mshikamano katika ndoa zote za Kikristo. Damu yako ya thamani, Yesu, izikomboe na kuziokoa ndoa zote za Kikristo. Na ikiwa kuna mahali wamefungwa wanandoa moja au wote, Bwana Yesu, katika sala hii na kuomba ukawafungue. Achilia tena baraka uzoachilia kipindi wakifunga ndoa. Rudisha maelewano pale alipopotea. Wape upendo, amani na utulivu kwa watoto. Wajalia hata wale ambao wamewasahau na kuwatelekeza watoto, basi wakumbuke na kuwalea watoto hao ambao ni zawadi uliowapatia. Na kuomba mama yangu Bikira Maria, uwazunguke na uwalinde, wewe ambaye Mungu amekujalia nguvu za kumponda shetani. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, na kuomba na watakatifu wote, malaika walinzi wa familia zao, ukawalinde, ukawe mshambulizi wao dhidi ya mwovu shetani na nguvu za giza. Tunaomba hayo kwa jina la Kristo na kwa damu ya Kristo. Amina. Ninakuomba ulifikisha ombi langu kwa mwanao. Kiniombea ombi langu haliwezi kukataliwa kamwe. Mama mpendwa, najua unayataka niyakubali mapenzi ya Mungu katika ombi langu. Iwapo kama ni mapenzi ya Mungu nisipate ombi langu kama ninavyoliomba, naomba neema ya kukubali mapenzi ya Mungu kwangu na kupokea kile ambacho nitatamani kubwa kwa roho yangu. Na kutolea mawaria ya kiroho kwa sababu nakupenda, na weka tumaini langu lote kwako, kwa kuwa sala zako kwa Mungu zina nguvu sana kwa ajili ya utukufu mkubwa wa Mungu na kwa ajili ya Yesu mwanao mpendwa. Na kuomba usikilize sala yangu na kunipatia ombi langu. Moyo safi wa Maria, uwe wokovu wangu. Amina. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, atulinde katika vita, awe kinga yetu katika maovu na maoteo ya shetani. Mungu amtishe na kuomba sana. Nawe mkuu wa majeshi ya Mungu, kwa nguvu ya Mungu angushe motoni shetani na pepo wabaya wengine wote wanaozunguka duniani kupoteza roho za watu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Nikushukuru mpendwa ambaye tumekuwa pamoja nawe katika Rozari ya leo, tukisali na kuombea ndoa zote na maombi ambayo umeyaleta mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya leo. Ni imani yangu kwamba Mwenyezi Mungu amesikiliza sala yetu ya leo, na basi tuwe tayari kuendelea kupokea uponyaji kadiri ya mapenzi yake. Binafsi tena niwashukuru wasikilizaji na watazamaji wetu kutoka Kenya ambao tuko nao kwa wingi hapa tukisali kwa pamoja. Nawashukuru sana kwa kujiunga pamoja, na kwamba mko mbali lakini mmekuwa wadau wakubwa katika channel hii na sehemu hii. Nawashukuru kwa kujiunga kusali kwa pamoja. Mwenyezi Mungu awabariki na niwatakie usiku mwema. Tusisahau kuendelea kupeana taarifa za neno la leo tulofundishana. Leo tuko katika siku ya 44 ya kusoma Biblia, na neno la leo tulofundishana katika Rozari ya leo. Kama hujajiunga kwenye grupu, unaweza kuandika namba hiyo ukajiunga kwenye grupu ili basi
neno la Mungu tulisome. Huko tunapata mafundisho mengi kabisa ambayo yatatukomboa na kutusaidia. Tusiache. Nimesema hata ukiweza kusikiliza tu kidogo, hata tafakari, ina maana kubwa sana. Tusiache kusoma neno la Mungu, kwa kuwa hii ndiyo silaha yetu ya mapambano. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mjaliwe usiku mwema.